Ujenzi Mheshimiwa Abubakar Asenga. Je, utaratibu gani wafuati wananchi wanaofanya biashara pembezoni mwa barabara ya TANROADS hususan maeneo ya Mkambe, Kidatu na Mkula? Swali hilo linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Godfrey Kasekenya. Jengo hili limejengwa kwa aina hata ukizungumzwa kwa kunong'oneza lina amplify kama mnavyoliona, ndio lilivyojengwa. Sasa mkizungumza hata kwa sauti za chini chini, hapa jengo zima hili linakuwa haliendani na taratibu za kibunge. Na hapa katibu wa bunge amefunga mtambo voice identification. Kila nizungumza mimi namwona hapa. Kwa hiyo niwaombe sana waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya kanuni za matumizi ya barabara za mwaka 2025, kanuni ya 36 kifungu kidogo cha 4 imeweka utaratibu kwa ajili ya wafanyabiashara wenye nia ya kutumia maeneo yaliyopo pembezoni mwa barabara. Kanuni zinaelekeza kuwa mfanyabiashara anayetaka kupanga katika hifadhi ya barabara atajaza fomu maalum ya maombi iliyotolewa na Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS, na atatakiwa kulipa ada ya maombi kabla ya kuwasilisha fomu hiyo. Wakala baada ya kupokea maombi hayo itayachakata, na yeye atakayokidhi vigezo TANROADS itatoa kibali na kumjulisha mwombaji gharama atakazopaswa kulipia kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Senga. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na tutafuata utaratibu huo ili wananchi wetu waishi kwa utulivu. Na maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, katika barabara hiyo hiyo Ifakara Kidatu bado kuna wananchi wanadai fidia ya barabara hiyo, na tayari ulielekeza kamati ya wilaya ifanye kazi yake, imemaliza kazi yake. Je, lini watalipwa? Swali la pili, mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alisimama katika barabara hiyo hiyo ambako tulitoa maombi ya taa za barabarani, na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi wakati huo aliahidi. Je, ni lini taa hizo zitafungwa katika barabara hiyo? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa kuwa fidia ilishalipwa, lakini ndio maana kuna utaratibu kwamba baada ya fidia kunakuwa na wananchi ambao ama walipunjwa ama hawakupata kwa bahati mbaya ama waliruka. Ndio maana kamati inaundwa chini ya mkuu wa wilaya kuweza kusikiliza yale malalamiko ya wananchi, na baada ya hapo ni kuwasilisha hayo maombi ama tathmini iliyofanyika tuweze kuwalipa. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba baada ya kuyapokea hayo malalamiko ya wananchi ambao hawakulipwa, serikali inayafanyia kazi na wananchi hao watalipwa baada pia ya serikali kujiridhisha kwamba kweli hao watu wanastahili kulipwa. Na kuhusu swala la taa, Mheshimiwa Spika, tuna utaratibu ambao umewekwa kabisa kwamba kwa sasa barabara zote ambazo ni mpya ikiwepo na hiyo barabara ya Mheshimiwa Asenga, maeneo yote ambayo ni kama imekuwa kama miji yatawekewa taa za barabarani. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa